Mwamba Ibrahimu Traore anasema mabeberu wanajaribu kuvunja muungano wa Sahel. Rais wa mpito wa Burkina Faso Captain Ibrahimu Traore amezishutumu nchi za kigeni kwa kujaribu kuhujumu muungano wa mataifa Sahel kwa kuwachochea wanachama kusalitiana. Akizungumza kwenye sherehe ya kuinua bendera ya taifa, Ibrahimu Traore amesema kuwa muungano wa mataifa ya Sahel umeendelea kuwa chanzo cha wasiwasi kwa mabeberu. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Burkina Faso, Traore amesema kila siku tunachochewa na mabeberu wanaotaka kulazimisha moja mataifa matatu kusaliti wenzao. Ameongeza kuwa tumezoea hali hii kwa muda sasa. Kila mara ni njama ya kujaribu kuvunja mshikamano wetu. Hili linapaswa kufikirisha kwa kina. Muungano wa mataifa Sahel ulianzishwa rasmi Septemba 2023 na Burkina Faso, Mali na Niger kama mkataba wa pamoja wa ulinzi na ushirikiano baada ya kuondolewa kwa wanajeshi wa Ufaransa katika mataifa hayo. Tangu wakati huo nchi hizo zinazoongozwa na serikali za mpito za kijeshi zimejiondoa kutoka jumuiya ya ECOWAS, zikihitaja kuwa chombo cha ushawishi wa mkoloni wa zamani Ufaransa na tishio kwa uhuru wao. Muungano wa mataifa Sahel umejiweka kama upinzani thabiti dhidi ya ushawishi wa magharibi kwenye ukanda wa Sahel, hususan dhidi ya mkoloni mkongwe Ufaransa. Kikundi hicho pia kimesitisha ushirikiano wa kijeshi na washirika wao wa zamani wa Ulaya na Marekani na kuelekeza ushirikiano zaidi kwa Russia na washirika wengine wa nje ya ulimwengu wa magharibi. Katika wiki za hivi karibuni, maafisa wa serikali ya Ouagadougou na Niamey pia wameshutumu Ufaransa na Ukraine kwa kufadhili ugaidi kwa lengo la kudhoofisha serikali za kijeshi za Sahel. Mwisho wa mwezi uliopita, kiongozi wa mpito wa Niger, General Abdourahmane Tiani, alituhumu Ufaransa kwa kushirikiana na waasi katika maeneo ya mipaka Benin na Nigeria na kusema kuwa ni sehemu ya mpango wa kuvuruga usalama wa Niger na ukanda mzima wa Sahel. Ukraine pia imetajwa kwa madai ya kuhusika katika kutekeleza ajenda chafu ya mataifa ya magharibi kwa kutoa mafunzo na silaha kwa waasi walioko nyuma ya zaidi ya muongo mmoja wa ghasia za kijihadi nchini Mali. Rais wa Burkina Faso Captain Ibrahimu Traore ameonya kuwa juhudi za magharibi za kuichafua Sahel zinaendeshwa na tamaa ya rasilimali lukuki za asili ambazo bado hazijagunduliwa wala kutumika ipasavyo. Na hii ndio inaonyesha sasa namna ambavyo mataifa ya Kiafrika mengine yameamua kuloea kwenye masuala mazima ya usaliti, kusalitiana wao kwa wao. Kwani wakitazama kwa zile ambazo zimeweza kuibuliwa ni kwamba wanaohusika kuharibu muungano huu wa Sahel ni Waafrika wenyewe. Viongozi wa ECOWAS wanapambana nao, na hawa viongozi wa ECOWAS wanatumiwa na viongozi wa nje, ikiwa na maana sasa hivi kuna umri wa viongozi ambao wao hawana cha kupoteza, bali wanachokifanya ni kuchuma kwa ajili ya familia zao, lakini hawawazi future ya mataifa hayo ya Kiafrika kwamba yatakwendaje. Kumbuka mataifa haya ambayo yapo kwenye muungano wa Sahel ni mataifa ambayo yanaongozwa na wakuu wa majeshi au inaongozwa na wanajeshi. Kwa hiyo wanajeshi wanaongoza mataifa hayo na wananchi wameridhia, wakikataa viongozi hawa wengine ambao wanaonekana au walionekana kuweza kuhujumu kwa namna moja na namna nyingine. Gaboni inaongozwa na jeshi, Guinea na jeshi, ukirudi Mali na jeshi, ukirudi Niger na jeshi, ukirudi Burkina Faso na jeshi. Kwa hiyo ukitazama hawa wanaendelea kusonga mbele namna hiyo, lakini sasa magharibi wanaanzisha chokochoko. Na kama ilivyo ada, kupitia chokochoko zisipotatuliwa kwa akili timamu, unaweza ukashangaa nchi za Sahel hizi zikaanguka. Na hii chokochoko inaingizwa, Mwafrika huyu anaambiwa mwenzako anakutengenezea hichi na mwenzako anakutengenezea hichi, wanaingia wanakwaruzana maneno, wanapeleka jeshi na kuanza kupigana. Moja kwa moja wanakuwa wanaharibu ule mfumo wao wa kimaisha ambao tayari walikuwa nao, wameenda nao. Na huu ndio mfumo ambao bado ndugu zetu wanautumia kuweza kututawala wa Afrika, kutengeneza chokochoko. Kwa mfano ukiangalia kati ya DRC na Rwanda ni chokochoko zinatengenezwa. DRC endelee kumuona Rwanda bado ni mtu ambaye ni mbaya kwake, na Rwanda muone DRC ni mbaya kwake. Chokochoko. Kwa nini mbaya kwako? Anachukua madini yako, anapitisha kwake, anakwenda kuuza na mengineyo mengi. Sasa swali linakuja, kama unajua kwamba Rwanda anachukua madini DRC anakwenda kuuza, kwa nini usidhibiti kuanzia kwenye soko kwa juu? Kwa nini na wewe unapokea? Kwa nini bado unaendelea kusema huyu ni mbaya, lakini bado unaendelea kupokea na kuendelea kupokea na kutengenezea simu, mabomu na vitu vingine mbalimbali? Kwa hiyo hile ni chokochoko, na chokochoko ambazo ndugu zetu mabeberu wanazileta ni zile chokochoko ambazo lengo lao kuu, nyinyi muendelee kupigana, wao waendelee kula, na wakisha maliza kula wanakuacha hapo. Hawatakuwa tena na muda wowote
na wewe mno. Hawatakuwa na muda wote tena na wewe hata kidogo, watakuacha hapo na wao sasa watafanya mengineyo ambayo wao wanayataka. Kwa hiyo hivyo ndo mambo namna ambavyo yalivyo katika nchi hizo. Sasa nikwambie kwenye taifa la kule Mali, wao kupitia baraza la mawaziri nchini Mali wameidhinisha muswada tata wa sheria ambao unampa kiongozi wa kijeshi miaka mingine 5 ya kukaa madarakani. Kumbuka taifa la Mali linaongozwa na Generali Assimi Goita ambaye ameliongoza taifa hilo la magharibi mwa Afrika tangu lilipofanya mapinduzi mwaka 2021. Na hatua hiyo inafuatia uamuzi wa utawala kijeshi kuvipiga marufuku vyama vya siasa kwa mwezi uliopita wa Mei. Na hii kwa mataifa mengi ambayo yanaongozwa na jeshi, huaga kwenye siasa au mambo ya demokrasia wanatulizaga, kwa sababu demokrasia nikwambie ni shetani ambaye muda wote anatamani damu. Ni mtu ambaye hajawahi kufanya taifa lolote duniani likatulia. Na mfumo wa demokrasia ni mfumo ambao nikwambie umeletwa na mataifa ambayo yanaamini katika swala zima la Freemason, swala zima la Illuminati. Huu ni mfumo wa kishetani ambao umeletwa, sio mfumo wa kimungu ambao umeletwa uje utusaidie kuleta mambo mazuri au mageuzi mazuri. Ni mfumo wa kishetani. Maana ukitazama sasa hivi dunia inapambana na mfumo miwili. Kuna mfumo ambao ni mfumo huu wa kijamaa ambao unaonekana ni mfumo wa kibeberu, na kuna mfumo wa kidemokrasia kwamba kila mtu kwa chache wanaenda kuwakilisha walio wengi. Lakini mfumo huu wa kijamaa unaonekana ni mfumo wa kidikteta, kwamba wewe unajiweka, unajiongoza, una nini. Lakini ukirudi ukitazama katika historia ya vitabu vingi vya kidini, kulikuwa kuna mambo ya namna hii, mambo ya demokrasia, kwa sababu demokrasia inapokuepo ndio ilikuwa inavunja, ilikuwa inaharibu na mengineyo mengi. Kwa mfano, ukirudi kwenye Biblia takatifu, wana wa Israel walifikia hatua ya kutaka nao demokrasia, wakataka wao wajiteulie mfalme, na Mwenyezi Mungu aliwaacha. Alipowaacha wakamchukua Sauli, alikuwa na sura nzuri, alikuwa mzuri kabisa, wakamchukua Sauli awaongoze. Mungu aliamua kwenda nao taratibu, lakini kwa sababu Sauli hakuwa mtu ambaye Mungu amemteua, walipokwenda wamefika mbali zaidi, kilichotokea Sauli alikuja akaanza kufanya mambo ambayo sio, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ni Alfa na Omega. Yeye anaona mwanzo na anajua mwanzo wetu na anajua mwisho wetu. Yeye ndo anajua mwanzo wa mimi na mwisho wa mimi ukoje, mwanzo wa mtu yote na mwisho wa mtu yote ukoje. Hata mchawi mwisho wake haujui, na mwanzo wake Mwenyezi Mungu anaujua na mwisho wake anaujua. Hata Illuminati mwenyewe hivyo hivyo, hata shetani mwisho wake na mwanzo wake Mwenyezi Mungu anaujua, upo mikononi ya Mwenyezi Mungu, na amemwacha kwa sababu ya special purpose, kwa ajili ya kazi maalum ya kumsaidia kupepeta roho za binadamu, ili kupata wale walio sahihi ambao wataweza kumtukuza yeye siku ya mwisho. Sasa ukitazama katika mfumo huu namna ambavyo unakwenda, mfumo wa demokrasia, wana wa Israeli walipopambana wakaachiwa Sauli. Sauli alianza kufanya vitu ambavyo vilikuwa si sawa, ambavyo vilikuwa vimpendeze Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimwacha, na Mwenyezi Mungu moja kwa moja, kumbuka kipindi kile wao wanapambana na Sauli, wakati huo Daudi, mfalme Daudi alikuwa mdogo. Mwenyezi Mungu alimtuma Samueli nabii wake, akamwambia akampaki mafuta Daudi akiwa mdogo. Daudi akaenda akapakwa mafuta ya kuwa mfalme, na ndipo baadaye sasa Sauli kuja kujua kumbe kuna kijana wa Yese anaitwa Daudi alipakwa mafuta kuwa mfalme. Alianza kumleta taratibu ili angalau amuue, maana yeye alitaka akimaliza yeye mtoto wake Jonathan aweze kuwa mfalme. Kwa hiyo pilika zikaanza pale, wivu na mengineo mengi, kwa sababu hakuwa chaguo la Mwenyezi Mungu, alikuwa chaguo la binadamu. Unapokuwa chaguo la Mwenyezi Mungu, hata changamoto mbalimbali ambazo viongozi wanakumbana nazo wanakuwa wanaweza kukabiliana nazo. Kwa hiyo tunasema Mwenyezi Mungu akipanga kitu, kama amesema hili jambo linatakiwa liende hivi, basi jua kwa 100% lazima hilo jambo litatimia. Kwa 100% lazima litimie. Lakini kama si mapenzi ya Mwenyezi Mungu ili jambo lisiende hivi na hivi, basi jua halitotimia. Kama ni mapenzi ya binadamu litakuwa na mwisho, na mwisho wa binadamu waga ni mfupi mno. Kwa hiyo ukitazama ni mfumo ambao sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ni mfumo ambao binadamu tumejitengenezea wenyewe, tumeuleta. Na ndio maana mfumo tangu uanze haujawahi kuleta amani kwa binadamu ndani ya sayari hii, zaidi ya machafuko, misuguano ya wenyewe kwa wenyewe. Lakini mifumo ambayo ukitazama taifa linaongozwa na mtu mmoja ambaye hazingatii mambo ya demokrasia, mambo mengine, licha kwamba anasemekana ni dikteta, lakini taifa hilo ndio linakuwa linasonga mbele. Kwa ukitazama katika mfumo wa namna hii, ni mfumo ambao
mataifa mengi sasa ya Kiafrika yameanza kuamka katika mfumo huo, na ndio mfumo ambao walikuwa wanaishi kipindi cha nyuma, wakaja wakabadilishwa. Sasa wamekuja kubadilishwa, wanaanza taratibu kurudi katika mfumo huo, wakiangalia namna gani ya kuiapply demokrasia katika mfumo mwingine. Yani hii demokrasia isiingie, lakini kupitia mifumo ambao wanaongoza nchi zao, ambayo inasemekana ni mifumo ya kidikteta, wananchi wao wawe huru na malighafi zao, wawe huru na mali zao, wafaidike na rasilimali za taifa lao. Kwa hiyo mambo yamekaa katika mfumo wa namna hiyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Lakini kwambie, kwa taifa la Mali, wao kwa mujibu wa tamko la baraza hilo, muswada huo utafanya mapitio ya kile kitwacho mkataba wa kipindi cha mpito, ili kumpa mkuu wa nchi General Assimi Goita nafasi ya kuendelea kuliongoza taifa hilo kwa miaka 5, na wanaweza pia wakarefusha kuanzia mwaka huu 2025 iendelee zaidi na zaidi, maana anaongoza taifa tangu 2021 na anaweza kaongezewa zaidi na zaidi na zaidi kuendana namna ambavyo watakavyoona wao wenyewe. Na nikwambie, taifa la Mali ni moja taifa ambalo kwa sasa wanapambana kufuta deni lao la taifa. Yani deni la taifa wanatamani kufuta sana, lile deni la taifa, ikiwa na maana wawe huru, wafanye mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo inaweza ikawa ni nchi ya kwanza. Kwa mfano ukitazama kwa takwimu za 2023, zipo taarifa zinadai Mali imemaliza deni lake kabisa. Lakini kwambie, kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba Mali ni moja taifa ambalo halijamaliza deni lake. Unapaswa kuelewa hivyo. Halijamaliza deni lake kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Bado zilikuwa tu zile propaganda za hapa na pale, lakini wapo wanaonyesha jitihada mbalimbali za kuhakikisha wanamaliza deni hilo. Na deni hilo ambalo wanalo ni deni la takriban, maana ukitazama kwa tathmini za haraka ni deni la so chini ya dola za Kimarekani bilioni 4.08. Maana walianza awali kwa walilipa dola za Kimarekani milioni 332. Mbali pale mapato yao ndani wakalipa, wanataka deni hili liweze kuisha. Kwa hiyo taratibu Mali wanapambana kufuta ile deni, na inaongozwa na mjeshi. Sasa unatazama, kama viongozi wengi wa Kiafrika wangekuwa na ule uchungu na mataifa yao, ina maana madeni yaliyoko kwenye mataifa ya Kiafrika yasingekuwepo hata kidogo. Tazama, Mali anadaiwa dola za Kimarekani bilioni 4.08. Akaanza kulipa 2023, alilipa dola za Kimarekani milioni 332. Ina maana huyu ni mjeshi ambaye aliingia 2021. Kama viongozi wake wa nyuma wangekuwa nao taratibu wanapambana kulipa, ina maana Mali isingekuwa na deni. Na hii ndio juhudi ambazo mataifa mengi yangefanya yasingekuwa na deni. Na kwa taarifa yako tu nikwambie, taifa ambalo linaongoza kuwa na deni kubwa kwa Afrika ni taifa la Misri. Hilo ndio taifa ambalo linaongoza kuwa na deni kubwa kwa Afrika. Usije kazani labda ni taifa lako wewe Kenya, au wewe ni mtu wa South Africa, wewe ni DR Congo. Ni taifa la Egypt ndio linaongoza kuwa na deni kubwa kweli kweli ndani ya taifa hili la Afrika, kwa mujibu wa International Monetary Fund, IMF. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.